Acha nikutumie wewe. Ni wote mnaona Harrison? Tunamuona Harrison unajiona? Unajiona mama. Mnaona hiyo image iko hapo? Huyo si Harrison, ndio huyu Harrison. But hii ni image ya Harrison. Hii ni mfano wa Harrison. Hii mfano, hebu inua mkono juu. Nini nafanyika hapo? Mkono gani? Yenye yeye ameinua. Zenye zinaambatana. Haya, acha tukujue. Hebu inua mkono moja juu. Umeona? Nataka wote tuelewe. Mwangi, unajiona? Was. Unajiona? So, kitu tunajaribu kukuelezea. Acha hapa kwanza. Sisi tulikuwa tunafaa kukufa. Mungu alikuwa akituona anaona dhambi, anasema die, wanafaa kukufa. Yaani kulikuwa na judgment already passed. But hapo anataka kill image yake juu yeye alikuwa ametucreate. Though tulikuwa tumefall away from that. But sasa Yesu akakuja, akaenda msalabani on our behalf. Ile sin yetu, ile makosa yetu akaekewa yeye yote. Na sasa ile righteousness ya Mungu, ile righteousness ya Yesu ikaekewa sisi. For whoever believes. Bible inasema hata John 3:16. Unajua John 3:16? Hebu soma hapo. John hiyo Yohana. Nataka usome hapo. Hebu nifungulie usome baba. Baba doli. Acha basi nikuje kwa Harrison. Unajua John 3:16? Acha nisome basi. Ni masomo tunaelewana naelewa. Bible inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. So huyu man mwenye alikuwa amefall from glory ya God na from image ya God na from likeness ya God, God alimtoa mwanawe wa pekee kwa sababu alikuwa ametupenda. Na akasema yoyote atakayemwamini hata kufa bali atakuwa na uzima wa milele. Hiyo ndio ilikuwa plani ya Mungu, na si wote tumesema tumeokoka. So naamini si wote tumeamini ya kwamba tumeamini Yesu, si wote tumebelieve na mioyo yetu na tumekiri na mdomo wetu ya kwamba Yesu ni Bwana. Naamini ya kwamba sisi wote pia tumemuitia jina Yesu, kwa sababu yeyote atakayemuitia jina Yesu anaokolewa. Naamini si wote tumepita hapo juu tumeokoka sote. Sasa but now after hiyo ime happen, hiyo Jesus kukuja na kukufa on the cross. Sasa Mungu alikuwa akituangalia, haoni tena ile dhambi, but anaona Christ. Wangapi wanajua mali jina Christian ilitoka? Christian ilitoka from Acts, the book of Acts, chapter 11, verse 26. Wale disciples, watu walikuwa wanaona, yani wale disciples kuna venye walikuwa wana move na kuna venye walikuwa wana do vitu, watu wakisema hapana, hawa wanafanana na Yesu. Unajua Christian inamaanisha like Christ. Walikuwa wanaona tumeona ule Yesu alikufa amefufuka, alafu hawa ile tabia yenye zile vitu Yesu alikuwa anafanya pia hawa wanafanya, ndio hiyo term Christians ikakam. But ndakuja hapo. So now venye now God akiona venye Jesus alikuja akakufa on the cross, now sasa sisi tumemwamini na tumeokolewa. Aishi hapo juu. Sasa tumerudi back to Genesis chapter 1 verse 26. Now tumerudi ile venye nitumie example. Sasa tumerudi back venye hiyo sin ndio ilikuanga imezuia. Yesu akakuja akajichukulia hiyo sin, ikaekwa kwake on the cross. Na ile righteousness ya Yesu sisi tukaekewa. Ndio sasa tukiangalia tena image tunakuwa sasa tumerudi back to the image na likeness ya Mungu. But sasa huyu man bado kuna possibility ya kufall. Venye Adam alianguka na Eve. So Adam na Eve venye waliumbwa walianguka. Sasa pia sisi after kuamini bado kulikuwa na possibility ya sisi kuanguka tena. But Mungu alikuwa na plan. Na hiyo plan nataka tuisome kwa John chapter 14.
kuna plan Mungu alikuwa nayo, ndio tusianguke tena, tusifall again. John chapter 14 itaanza verse 17. Sikizeni plan ya Mungu. Usa ni Yesu, ndaanza verse 16. Yesu alikuwa anaongelesha disciples wake akisema, and I will pray the Father, and he will give you another helper, that he may abide with you forever, the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him, but you know him, for he dwells with you and will be in you. I will not leave you orphans, I will come to you. Acha nisome kwa Kiswahili. John chapter 14. Hii ndio ilikuwa plani ya Mungu. Juu alikuwa tushaamini Yesu, ndio tushaamini ya kwamba alikufa msalabani, tushamkiri na tumeokoka, lakini Mungu hakutaka kutuacha hapo. Juu alijua kituacha hivyo huyu man bado anaweza anguka. John 14 soma 16 to 18. Jana 14 aya ndogo 16. Nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. 17. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali nyinyi mnanitambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. 18. Sitawaacha nyinyi yatima, naja kwenu. Amina. Alafu soma chapter 16 verse 13 na 14. 16:13. Soma 16, chapter 16 verse 7, alafu ruke to verse 13 na 14. Verse 7 inasema, lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa nyinyi, yawafaa ninyi mimi niondoke. Kwa maana mimi nisipoondoka, huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. 13. Lakini yeye atakapokuja, huyu Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. 17. Basi 14. Yeye hatanitukuza mimi, kwa kuwa atatua katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. Amen. Kwa nini Yesu alikuwa anaongea maneno kwa disciples wake? Disciples wake pia walikuwa wameamini Yesu. Hii time bado Yesu alikuwa hajakufa. Kuna time Yesu aliuliza wanafunzi wake, watu wanasema mimi ni nani? Who do men say that I am? Then wakaanza kumjibu, watu wanasema wewe ni Elijah, wewe tu ni prophet tu, one of the prophets. But Yesu akauliza, na nyinyi mnasema mimi ni nani? Then Peter akaamka akasema, you are the Christ, the Son of the living God. Huyo ni Peter. Akasema wewe ni Yesu, wewe ni you are the Christ, mwana wa Mungu uishie. Huyu ni Peter. Alikuwa mpata revelation ya Yesu ni nani, alikuwa ajua Yesu ni nani, but kuna kitu ilikuwa ina lack kwao. Kuna time ilifika Yesu alikuwa anaenda kusulubishwa. Peter, huyu Peter mwenye alikuwa amesema wewe ni Yesu mwana wa Mungu ishie, akamdeny,
akasema mimi hata sijui huyo jamaa. Wakauza wewe si ni mmoja wa disciples. Ama mimi hata sijui huyo Yesu, hata sijui, akadeny kabisa. Kuna kitu ilikuwa ina lack ndani yake. Though alikuwa ameamini Yesu kama venye wengi wetu tumeamini Yesu na tumeokoka. Lakini kuna kitu ilikuwa ina lack kwa Peter. Juu pia alikuwa ameamini Yesu. Hakuwa na doubt. Alikuwa ameamini yeye ni Christ, the Messiah, alikuwa amekuja kukufa kwa dhambi zetu na kutukomboa. Alikuwa ameamini, alikuwa na hiyo faith. But kuna kitu ilikuwa ina lack ndani yake. Ndio maana ilifika time venye aliulizwa, wewe si ni mmoja wa disciples? Wewe si ni mfuasi wa Yesu? Akakataa. But now kuna kitu ika happen kwa Acts chapter 2. Huyu msaidizi Yesu amekuwa amwambia nitawatumia msaidizi, nitawatumia helper. Alikuja kwa Acts chapter 2. Na venye alikuja akawajaza, kuna kitu ili happen na Peter. Kuna wase walitokea wakakama wakisema juu walikuwa wanaongea kwa ndimi na kwa languages. Watu wanashangaa hizi ni nini? Wengine wakisema watu ni walevi, sasa wamewaka. Lakini Peter, huyu mwenye alikuwa ameogopa na amehepa na amedeny Yesu, akaamka, akasema hapana, sisi si walevi na sisi hatujalewa. Akaanza kudefend huyu Yesu na akapata hiyo boldness yenye hakuwa nayo before. Kuna kitu yenye hakuwa nayo before, but sasa amepata yenye imemfanya amekuwa bold na akaamka na akaanza kuongea na akisema msishtuke vitu mnaona saa hii. Hizi ni zile vitu mababa zetu walisema kitambo, ati hizi siku za mwisho Mungu atapoa down roho wake. Hizi ndio hizo vitu tumekuwa tukisoma. Na Peter akaanza kupreach. Na hiyo day watu 1000 wakaokoka, wakakuwa saved. Tena huyu Peter kwa Acts chapter 4 waliitwa na the Sadducees na the Pharisees, yeye na John. Wakaanza hao ni sawa wale wasenye walikuwa elders wa hizo time. Wakaita wakaanza kuwahoji na kuanza hii ni nini? Mbona mnahubiri huyu Yesu? Na wakaanza kuwakanya na kuambia hatutaki kusikia hii tena. Then Peter akasimama akasema mimi, is it right for me to do what God wants me to do, ama ni do kitu nyinyi mnataka ni do? Peter akasema mimi siwezi do kitu nyinyi mnasema ni do. Then nataka tu kusoma briefly Acts 4 verse 11 verse 13. Kuna response yenye walikuwa nayo. Acts 4 verse 13. Now when they saw the boldness of Peter and John, hao ni hao Mapharisees na Masadducees na Mascribe. When they saw, when waliona ile boldness ya Peter and John and perceived that they were uneducated and untrained men, waliona wase ni wako bold, then wako na knowledge na wako na word, then wakaona lakini hawa wase hawajasoma, hawa wase hawana training yoyote. Then your scripture inaendelea kusema, and they realized that they had been with Jesus. Sasa hapo ndio wakarealize hawa watu wamekuwa na Yesu. Kwa nini? Walikuwa wanaona Christ in them. Holy Spirit alikuja, huyo helper. Kazi yenye nilikamkulan yenye alikuwa amekuja kudu ya kwanza ni kuform Jesus ndani yetu. Alikuwa amekuja ili hata hapo verse 16, chapter 16 ya John yenye alisoma that Bible inasema he will take of what is mine, atachukua kilicho changu na ata declare kwenyu, atawaambia nyinyi. Na hata ongea on his own authority, but ile kitu atasikia ndio atakuwa anaongelesha. Ile kitu atasikia ndio atakuwa anasema. Na Yesu alikuwa anawaambia it is to your advantage, yani ni heri niende ndio ili msaidizi akuje. Juu alikuwa anajua msaidizi ndio atawasaidia na atawafanya ile kitu yenye mnaona iko ndani yangu itakuwa ndani yenu. Ile works yenye Yesu anafanya pia nyinyi mtaanza kufanya. Kuna time Yesu alisema greater works than this you will do. Yani alikuwa anaambia disciples msishtuke hizi vitu mimi na do. Ni kwanza mtadu bigi zaidi ya venye mimi ninadu. Kwa nini? Kwa sababu kuna msaidizi Yesu alikuwa anasema atamtuma. Na huyo msaidizi ndio mwenye sasa anaform Christ in us. Ndio maana now the disciples, ile verse tulikuwa nilianza nayo nikisema Acts 11:26. The disciples walikuwa Antioch. Kuna wase walikuwa wamemonitor for some time. Walikuwa wamejua Yesu, walikuwa wanafuatanga Yesu, wana monitor, wako Yesu amekufa, ameresurrect, ameenda. Then wakaona kuna a group of people wametokea na wako kaa Yesu na wako fire na wanahubiri na wako na boldness na wanadu vitu Yesu alikuwa anadu. Then wakasema these people are like Christ. Hawa tu ni kama Yesu.
wakaanza kuitwa Christian from that day. Christian hiyo time si kama saa hii mtu ulizwa you are born again Christian. Hapo ana kitu bona juu huwezi kuwa like Christ na you are not born again. But kukuwa like Christ kuna msaidizi alikuwa lazima akuje atusaidie, kwa sababu kwa uwezo wetu hatuwezi sisi, yani kwa uwezo wetu kivyetu hatuwezi. Hiyo ndio kitu God alikuwa na plan from the beginning. Alikuwa na plan kutu restore back, kuturudisha back to how it was in the beginning, venye kulikuwa na ile ushirikiano. But alijua huyu man tu nikituma Yesu na nimwache hivyo atapotea tena. But Jesus alisema nitatuma msaidizi. Sasa after huyo msaidizi ametumwa, nini tunafaa kuwa tukidu sisi kama believers, wale ambao kuna huyo msaidizi? Tunafaa kudu zile vitu God anadu. Kwa Genesis chapter 1 verse 3, Bible inasema and God said let there be, and there was. Yani God aliongea tu, alikuwa tu amekaa sema acha ikue. Acha nipeane illustration. Kuna before hiyo kuna time Jesus alisema I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the powers of the enemy of the darkness na hizo evil. And ametupatia authority. Kwa nini? Wale wenye wameokoka na wako na roho wake wako na authority na wako na power. Ndio Mungu alikuwa anasema let there be. God alikuwa ana speak tu. Sijui wangapi jana walisikia news Uhuru akiwa State House. Kuna vitu Uhuru aliongea. Kuna wenye walisikia? Ama kuna wenye amesikia Uhuru akiongea kitu hii time ya corona? Hata 3 weeks ago kuna time alisimama akasema kutakuwa na curfew. Hiyo ilikuwa last month March, akisema kutakuwa na curfew. Ile nakumbuka nikisikia vizuri ni ya lockdown. Ilikuwa masaa 10. Uhuru tu alikuwa State House na akasema leo Karibu sana. Karibu. Hiyo de karibuni wageni, karibishwa. Hiyo de yenye ya lockdown ilikuwa saa 10. Uhuru aliongea tu from State House na akasema leo kuanzia saa 1 Nairobi hakuna movement tena. Kuna msee ashaona Uhuru kwa streets akitembea ku make sure ati wasee saa 1 wako kwa nyumba usiku. Ama kuna msee amesikia Uhuru wako kwa maboda hapo ati wasee wasitoke Nairobi. Basi aliongea na akaenda kudozi. Hata hakushughulika ati kama, lakini inafanyika. Kwa nini? Nani anaweza jua kwa nini inafanyika kitu Uhuru anasema? Authority. Hiyo ndio kitu yenye pia sisi tumepewa. Venye God alikuwa akispeak creation into being, alisema let there be light. God alikuwa na authority, alisema tu na ikakuwa. Sasa pia sisi hiyo illustration imeonyesha sisi ni image ya God. Na tumeona venye Harrison alikuwa akiinua mkono moja, image inainua. So ka God ana speak, pia sisi tuko na hiyo authority ametupatia, wale wenye tumemkubali na tumeokoka. Juzi wote tumesema tumeokoka. Bible inasema as he is, so are we here on earth. Venye Mungu yuko, ndio venye pia sisi tuko. Venye tumesoma pia Genesis 1:26. Bible ilikuwa inasema and let them have dominion. God alikuwa anatuambia tukuwe na dominion, tukuwe na to rule over all the earth, over creation yake yote, akatuambia to rule. So sisi kama believers, unajua wengi wetu huwa tuna speak negative things. Unajua kuna power kwa zile vitu tunaongea tu. Sasa zingine msemo unakuja hasa unasema mimi sioni kaa leo nitapata kitu. Ujue ushajibaina hiyo na hautapata. Juu uko na authority ukisema kuna in the spirit realm hizo words inakuwa captured na inahakikishwa kwamba inakuwa hivyo yenye umesema. Kama umeongea vitu negative, the spiritual atmosphere ina make sure lazima iko hivyo juu inajua that who ni son of God. But shida ni sisi hatujajijua sisi ni nani ndani ya Mungu. Hatujajua ile authority tuko nayo kwa God. Bible inasema kwa the book of John 1:12 that as many as believed, wale ambao walimwamini Yesu aliwapatia power to be called the children of God. Sisi ni watoto wa Mungu. Wale ambao wameokoka ni watoto wa Mungu, na Mungu ametupatia hiyo nguvu kuitwa watoto wake. Bible kwa book ya Romans, acha nisome nikiwind up. Kwa the book of Romans chapter 8.
Romans chapter 8. Romans chapter 8, itaanza verse 9. Unaweza kusomea usini kwa Kiswahili? 9 na 10 na 11. Biblia inaandika, lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, nyinyi hamfuati mwili, bali mwafuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Na Kristo akiwa ndani yenu, mwili wenu unakufa kwa sababu ya dhambi, bali roho yenu i hai kwa sababu ya haki. 11. Lakini ikiwa Roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa Roho wake anayekaa ndani yenu. Alafu soma verse 14 na 15. 14. Kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. 15. Kwa kuwa hamkupokea tena roho ya utumwa, kwa kuwa hamkupotea tena roho ya utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yani Baba. Amen. Amen. Bible inasema kwa book ya Romans, sisi wenye tumereceive spirit ile tumereceive roho wa Mungu, ule roho mwenye alimfufua Yesu kutoka kifo akiishi ndani yetu, tutapokea life kwa hii mortal body yetu. Kuna verse inasema now sisi ni new creation, sisi ni new creature, the old has gone, the new has come. Sisi wenye tuko kwa Yesu na wenye tunamjua Mungu, sisi hatuko tena venye tulikuwa tukiishi kitambo, na ni huyu roho wa Mungu ambaye ako ndani yetu ndio anatuwezesha na anatupatia hiyo power na hiyo authority. Bible inasema kwa Galatians that I have crucified myself. See, it is no longer I who lives, but Christ lives in me. Christ anaishiaje ndani yetu? Through his spirit. Ni roho wake anayekaa ndani yetu ndio ana form Jesus ndani yetu. But sasa sisi kama believers mara mingi tumekosa kujua hiyo, tumekosa kujua ile authority tuko nayo, tumekosa kujua ile power tuko nayo, tumekosa kujua sisi ni nani kwa kingdom. Hata in the book of Revelation tunaitwa kings na tunaitwa priests na Mungu. Revelation chapter 5, for Jesus has made us kings and priests unto God our Father. Sisi ni kings na sisi ni priests. Bible inatuita tena royal priesthood. Tuko na mamlaka. Bible inasema tukideclare a thing itakuwa established. Na hivyo ndio maisha tunafaa kwa tukiishi. Hatufai tu kama unajua ukweli umeokoka na unaamini Mungu, mwambie akupatie roho wake, na ukweli roho wake ana ndani yake kwa sababu yeye ndio msaidizi. Then tutakuwa na hiyo power na hiyo authority, na hakuna kitu yenye pull back. Na sasa hiyo ndio kitu tu, hiyo ndio message tu nilikuwa nayo kweli, ya kwamba sisi we are made in the image and the likeness of God. Na venye Christ alikuja akakufa na tumemwamini, alikufa na akafuka na tumemwamini na kumkubali. Sasa sisi tumekuwa Christians, tumekuwa like Christ. Tuko na huyo Yesu ndani yetu. Huyo Yesu amekuwa form ndani yetu na roho wake. Na ile kitu sana ninawahimiza ni tujue sisi ni nani kwa kingdom ya Mungu. Tujue ile power na ile authority tuko nayo kwa kingdom ya Mungu. Tujue zile maneno tunaongea ziko na life. Tusikuwe tunaongea maneno za kukasi na maneno zenye za ku bring down, but tuko tuna speak words za ku uplift na words za kuleta blessing, sababu tuko na hiyo power na tuko na hiyo authority. Venye nimependa illustration, Uhuru wako State House, hata sasa akiamka aseme curfew inaisha leo, hata kuja kuinspect kama imeisha, ama sasa aseme kuna total lockdown, yeye atalala, hata kuja kuangalia kama iko ama haiko.
but utaona inakuwa enforced sababu ako na authority na ako na power. Hata sisi hivyo hivyo tuko na power na tuko na authority ndani ya Yesu. Ile verse tulianza nayo, David alikuwa asema, as for me in my righteousness I will see your face. In righteousness I will see. Yaani hakusema tu nitaona uso wako, but in righteousness. Lazima ukue haki, ukue mtakatifu ndani ya Mungu. Lazima ukue ndani ya Yesu ili ndio uweze ku exercise power na hiyo authority. Hapo ni kwa tafasi. Amen. Kisha amalizie na kutuombea. Amen. Haleluya. Amen. Mungu ni mwema. Mimi nimejifundisha mambo mengi sana. Amen. Wangapi wamebarikiwa kufikia hapo? Amen. Kuna wengine wameingia tu tukimalizia. Lakini Mungu atawabariki tu. Bwana asifiwe sana. Nimefurahi sana kuona sura ya mama wetu hapa. My sister, karibuni sana. Tumewapeza, walitutembeleanga church. Sometimes I think ilikuwa ni Sunday ya mwisho. Alafu kukaribika. Lakini Mungu ametupatia kibali kuweza kufika mahali kama huku hivi. Sababu huku ni mahali watu wamekudharau, lakini Mungu ndo ameamua kuongea kupitia mahali kama huku sasa. Bwana asifiwe. Karibuni sana. Na Mungu kulingana na neno lake ametufanya sisi wafalme na makuhani mbele zake. Bwana asifiwe. Wote ambao wamemwamini yeye na wote ambao watakaoongozwa na roho wake. Bwana asifiwe. Watu ambao wanaongozwa na roho wa Mungu wanakuwa wamechukua ile nafasi ya Mungu hapa duniani. Na hakuna kitu ambacho hakiwezekani na mtu ambaye anaongozwa na roho wa Mungu, na mtu ambaye anatamka. Maana ukitamka kupitia roho wa Mungu unatamka kama Mungu. Maana yale ambayo Mungu unamuona anafanya ama yale Mungu ambaye anasema ndio unayatamka hapa duniani. Bwana asifiwe. Amen. Uko na kitu tu kwa wale ambao wamechelewa kidogo. Uko na kitu pia mimi nimejifundisha, brother Nick. God bless you so much. Mimi napenda sana hizi mifano. Na hii hizi katoka kwa mind yangu. Bwana asifiwe. Amen. Kuna kitu nataka tu niongeze kidogo kama utaniruhusu. Amen. Sasa unaona tulikuwa tunafundishwa hivi. Tunaambiwa ya kwamba tuseme kwa mfano huyu ni Mungu. Kwa mfano. Sasa na Mungu ametuumba sisi kwa mfano wake. Sasa mfano wa Mungu inamaanisha hivi. Kile kitu ambacho tuseme huyu ni Mungu. Sasa kile kitu ambacho Mungu anafanya kule mbinguni ndicho sisi ambao ni mfano wake tunaigiza hapa duniani. Bwana asifiwe. Sasa tuseme kama huyu tuseme ainue mkono wake. Akiinua mkono wake utaona ule mfano unafanya the same. Na ukiangalia kila mtu ashaijiangalia kwa kioo siku moja. Kujiangalia kwa kioo na ukaona si wewe, ukaona ni mtu mwingine. Ukijiangalia kwa kioo ukijigusa hivi unaona kweli ni image yako. Sasa sisi ni image ya Mungu. Tuko hapa duniani lakini sisi ni mfano wa Mungu kule juu. Sasa acha nionyeshe kitu kingine ya kusimplify. Sasa inuka kidogo usimame pale. Sasa usi ndio Mungu kwa mfano. Si Jehova. Tusimwekee laana. Sasa toka tu nyuma kidogo. Si tumeona huyu ndio Mungu kwa hii mfano. Na tumeona yule ambaye alikuwa kwenye hii kioo ilikuwa ni mfano wake. Kile anafanya kuna huyu ambaye kwa kwenye hii kioo ambaye ni mfano wake anafanya. Si ni kweli? Sasa nataka tuchukue huyo mtu ambaye sasa ni mfano asimame mbele ya. Tuchukue sasa mwanadamu asimame mbele ya Mungu. Asimame mbele ya Mungu. Huyu ni mfano sasa. Yeye ako mbinguni, sasa kuna mwanadamu hapo. Kwa nini atavolunteer? Baba. Atavolunteer. Baba haya wewe. Ainuka basi. Sasa simama hapo. Sasa muangalie mtazame. Sasa huyu ni Mungu Baba aliye juu mbinguni. Na huyu ni mtoto wake ambao ni mwanadamu. Ambao ni Adam, yule mtoto wake wa kwanza. Ambao alimuumba kutoka kwa udongo na akapumua pumzi ya uhai ndani ya maisha yake akakuwa nafsi ambayo inaishi. Sasa kitambo venye ilikuwa inafanyika hivi kabla shetani hajaingilia kati. Ilikuwa hebu fanya kitu. Fanya tu ishara.
Ilikuwa Mungu akifanya ishara, hiyo ndio ishara ilikuwa inafanyika. Si ufanye ishara my friend. Amen. Wewe imitate everything wenye anafanya. Endelea tu kufanya wewe. Chochote kile unataka. Yote unataka kufanya. Juu venye hiyo ilikuwa inafanya ndio nataka nione huyu akifanya. Amen. Mbona? Huyu hakukuwa kwa utumwa wa mwanadamu. Lakini alikuwa amependa, alikuwa Mungu amempenda naye alikuwa amependa Mungu. Walikuwa kuna ushirika. Na ufahamu wake wa huyo, maana huyu hajui chochote. So chochote kile Mungu anamwamrisha afanye, chochote kile Mungu atamueleza afanye, alikuwa anafanya. Mpaka wakati sasa shetani alikuja. Shetani alipokuja akaingilia katikati yao. Yesu sifiwe. Shetani akamwambia si Mungu, ni wewe. Naona akakuja kwa mwanamke akamwambia, "Tumeambiwa usikule kwa ile mti. Ile matunda ukikula, Mungu anajua utakuwa kama yeye. Utakuwa unajua sasa, utakuwa sasa na ufahamu, utakuwa unajua kizuri na kibaya." Bwana Yesu asifiwe. Na kutoka shetani alipoingiza hiyo uongo, huyu jamaa hebu fanya kitu. Hebu fanya kitu. Huyu haoni tena. Bwana asifiwe. Sasa anaona nani? Anajiona yeye ndio kuweza, si ndio? Yeye ndio kuse? Bwana asifiwe. Hebu fanya kitu. Sasa unaona kile anaona ni kile anaweza fanya.